Matatizo tuliyopata kutokana na hali ya hewa kuchange ghafla, na kwanza upepo mkali pamoja na mawimbi makali ambayo yalikuwa yanaweza kufikia mita 4, na tukajaribu kusurvive. Meli yetu upande wa mbele akawa anaingiza maji upande wa mzigo, na mzigo ulipopata maji na mzigo wenyewe ulikuwa saruji, ikabidi kwamba baada ya kuwa tani 3 ikabidi umeongezeka umekuwa zaidi ya tani 3. Kulikuwa kuna giza saa 9 alfajiri. Baada ya hapo kufikia saa 4 kasoro tukaona kuna meli inakuja, iko kwa mbali hivi, meli mafuta inaitwa Mutatenka Tom Emma. Tukaanza kuipa ishara ya mkono na kupiga filimbi, kutumia zile kwenye life jacket kuna filimbi, tukaanza kutumia kupiga filimbi. Then wakafanikiwa kutuona, wakasogea mpaka karibu na sisi tukajivuta, tukasogea mpaka pale karibu na meli. Then wakatupa uokozi wa life ring, wakatuvuta tukaingia mpaka ndani ya meli ile. Baada ya hapo wakaanza kutupa huduma ya kwanza. Ilipotokezea hii hali, tuliweza kutoka sisi mamlaka kwa kushirikiana na shirika la bandari la Zanzibar, tumetoa tagi kwa ajili ya kuwafuata. Lakini kama haitoshi, tuna vyombo vyetu vile vya uokozi vya KMKM kutoka Pemba kule, tumetoa boti zimeenda kwa ajili ya kufanya swala la rescue pamoja na uokozi.